Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, leo siku ya Jumanne ya Aprili 29, 2025. Katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi jijini Dar es Salaam, leo inasikilizwa kesi ambayo inawahusu wadai takribani 50 wakiongozwa na Kanali Naftali Swaleh, ambao kwa pamoja yeye pamoja na wenzake wanadai zaidi ya bilioni 40 kuhusiana na hasara ya mali waliopata kutokana na hasara iliyopatikana katika ghorofa la Kariakoo lililoanguka mnamo Novemba 16 mwaka 2024. Wadaiwa katika kesi hiyo ni pamoja na Zainab Abdallah Ismaili, Ashuru Awadhi Ashuru pamoja na Leondela Agostino Mdete. Wakili Peter Madeleka ndiye anayeongoza wadai katika kesi hiyo ambayo inaanza leo kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi. Tumezungumza naye mapema kabla ya kesi kuanza ili kujua msingi hasa wa shauri lenyewe ni upi na nini hasa ambacho pengine wateja wake wanakihitaji kutoka mahakamani hapo. Leo tarehe 29 mwezi Aprili mwaka 2025 tumekuja hapa Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi Dar es Salaam kwa ajili ya kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 ambayo itasikilizwa muda mfupi ujao mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwaye. Kesi hii inamhusu mfanyabiashara Kanali Naftali Swaleh na wenzake hawa wapatao 50 ambao walikuwa wanafanya biashara katika jengo ambalo liliporomoka pale Kariakoo mwishoni mwa mwaka 2024. Na msingi wa kuleta kesi hii katika mahakama hii ni kwamba walipoteza mali zao, biashara zao zilipotea na wengine ndugu zao walipoteza maisha. Na wanaamini kuanguka kwa jengo lile kulisababishwa na uzembe wa wamiliki wa jengo lile. Sasa pamoja na kwamba kuna kesi ya jinai inaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam pale Kisutu, lakini hiyo haitoshi kuwafanya waweze kurudi katika nafasi zao za kiuchumi na kibiashara, kwa sababu kama unavyoona sasa hivi hapa hawana kitu chochote ambacho wanafanya. Mali zote zimepotea, pesa zimepotea. Kwa hiyo wameona ni bora waje mahakamani hapa kudai fidia. Kwa hiyo dhumuni la kuwaleta hapa mahakamani ni kudai fidia, na ninaamini kabisa mahakama itatenda haki, wanaweza wakapata haki yao. Na kimsingi tu ni kwamba ni lazima iwe fundisho kupitia kesi hii kwamba wamiliki wa majengo ni lazima wakati wote wazingatie usalama wa mali za watu ambao wanafanya shughuli kwenye majengo husika, kwa maana ya maisha pamoja na shughuli zingine za kiuchumi. Kwa hiyo tunasubiri kesi itaitwa saa 4:30 asubuhi hii mbele ya Mheshimiwa Jaji Gwaye kama nilivyosema, na hatua nyingine basi umma utafahamishwa kwa kadri ambavyo kesi itakuwa inaendelea hapa mahakamani. Kwa kifupi kwa leo ndio hayo, na sababu ya kutuleta hapa mahakamani ndio hiyo.